Hivi unajua miongoni mwa wanadamu wana maswali mengi magumu sana ambao wanajiuliza. Miongoni mwa maswali magumu na nyeti ambayo dunia na wanadamu wanaendelea kujiuliza ni kama haya. Hivi dunia yetu hii ilifikiaje hali ya kuvurugika vibaya kiasi hiki? Kwa nini kuna mateso? Uovu ulitoka wapi? Je, upo wakati ambapo hali hii itakoma? Maswali kama haya yanawasumbua watu wengi sana katika ulimwengu huu, tena watu wenye kufikiri. Sayansi haina majibu kwa maswali hayo, na falsafa ina majibu mengi yanayopingana. Watu wanabaki katika mtihani wa kujiuliza, tutapata wapi ukweli wa mambo haya? Nini majibu yake? Lakini miongoni mwa watu wamekuwa wakisema chanzo kikubwa cha mambo haya, machafuko, uasi, maisha ya tabu na shida, ni kwa sababu ya uwepo wa Shetani, Ibilisi, yani joka, Shetani. Lakini maswali yanazidi kuulizwa. Kama chanzo ni Shetani, nini sababu ya uwepo wa Shetani? Nani alimuumba Shetani? Nguvu za Shetani zilitoka wapi? Na ushawishi huu Shetani anautoa wapi? Kwa nini Shetani anafanya hivi? Kwa nini Shetani ameleta mambo yote haya? Haya huenda ni miongoni mwa maswali ambayo mpenzi msikilizaji wa Sauti ya Nuru Gizani umekuwa ukiendelea kujiuliza. Lakini katika siku hii ya leo, karibu sana mpenzi msikilizaji wa Sauti ya Nuru Gizani, na kukaribisha kuweza kuelewa nini asili ya Shetani na uwepo wake, ilikuwaje na dunia imefikaje hapa. Karibu. Miongoni mwa vitabu pendwa sana, mamilioni ya watu na wafuasi wengi wa Kikristo wamekuwa wakifuatilia, ni kitabu kinachoitwa Biblia. Ukifungua katika kitabu cha Isaya 14, Ezekiel 28 na Ufunuo 12, utaelewa nini sababu ya uwepo wa Shetani na nini kilipelekea dunia ikafika hapa. Katika fafanuzi za vitabu hivi vya Biblia inaelezwa kuwa Shetani ni miongoni mwa viumbe walioumbwa na Mwenyezi Mungu. Ni miongoni mwa malaika walioumbwa kwa ustadi wa hali ya juu kuliko hata malaika wengine. Uzuri wa malaika ulikuwa ni wa namna yake wa pekee sana kuliko viumbe wengine wote. Shetani alikuwa miongoni mwa waimbaji wakubwa sana mbele za Mungu. Aliumbwa kwa matari na vinumbi. Sauti zake zilikuwa ni 12. Alitoa sauti iliyokuwa ni nzuri sana kuliko viumbe wowote kuwahi kuwapo duniani. Shetani hakuwa hivyo tu, aliwekwa kuwa kiongozi wa malaika wengine wote. Lakini Shetani aliumbwa kwa vito vya thamani. Mwanadamu ameumbwa kwa udongo. Shetani aliumbwa kwa vito vya thamani, madini ambayo hata dunia haijawahi kuyaona. Hali hiyo ilimfanya Shetani aanze kuwaza kujitukuza ndani yake. Taratibu akaanza kuona kwa kuwa jeshi kubwa la malaika linamtumikia na kumsikiliza, basi anapaswa na yeye kuabudiwa. Hapo ndipo chanzo cha uovu wa Shetani kilipoanzia kutamani mamlaka ya Mungu. Na ndipo alipoanzisha kampeni kubwa zaidi huko mbinguni, akiwataka malaika wote waweze kumuunga mkono. Shetani alipitisha ajenda zake kwa malaika, akisema ya kwamba Mungu si mwenye haki. Amemweka Kristo kuwa mbele zaidi kuliko wao, lakini anatamani kuweza kuwaongoza.
Lakini shetani akazidi kuipaza sauti kwa malaika akiwaambia ya kwamba Mungu si mwenye haki, amewafanya wao kuwa watumwa na kusikiliza kila kitu ambacho yeye Mungu alikiamuru malaika waweze kukitekeleza. Shetani huyu ambaye ni Lucifer aliamua kuambia malaika kama watamuunga mkono, basi yeye atawafanya wawe huru zaidi. Na ndipo hapo malaika wakaanza wengine kumuunga mkono, wakati huo wengine wakimkataza shetani asithubutu jambo hilo. Kwa nia ya dhati shetani hakutaka kurudi nyuma. Baadhi ya malaika wakamuunga mkono na shetani akaieneza kampeni yake, na hapo ndipo uasi mkubwa ukazidi kutokea. Malaika waliomuunga mkono wakazidi kuwashawishi na wengine waweze kumuunga shetani mkono, kwa sababu Mungu ameonekana kuwa ni katili mbele yao. Kwa rehema za Mwenyezi Mungu, shetani akaombwa asifanye mambo hayo, lakini shetani kwa kutaka kutii sauti ya Mungu akaamua kuendelea zaidi na zaidi katika uovu wake. Rehema za Mungu zikakoma, kisha amri mpya ikatolewa. Vita kuu ikatokea mbinguni, mapigano kati ya malaika na malaika mkuu ambaye ni Mikaeli pamoja na shetani na jeshi lake lote, wakatolewa mbinguni wakadondoshwa duniani. Hii ndiyo sababu na mwanzo wa shetani kudondoka duniani. Na hapo duniani sasa amri ikatolewa na Mungu. Katikati ya bustani ya Edeni kulikuwako mti. Mti huo ulikuwa ni mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Na Mungu akaitoa sheria yake na amri, akisema mwanadamu asile matunda ya mti huo. Lakini kwa kampeni ile ile ya shetani kama ilivyokuwa kule mbinguni, akamshawishi mwanadamu na mwanadamu akamtilia shaka Mungu kama malaika wale wengine walivyomtilia shaka Mungu na utawala wake. Mwanadamu akaanguka katika tanzi ya ushawishi wa shetani na akaikengeuka ile amri ya Mungu na maelekezo yake. Ndipo mwanadamu ambaye ni Hawa akatwaa tunda akala, kisha Adamu naye akala. Na tangu hapo amri ya Mungu kama ilivyokuwa imesema, hakika mtakapoukula mti huu na matunda yake mtakufa hakika. Hii ndiyo chanzo cha laana na mambo yote ya uovu kuanza kutokea. Na Mungu akawafukuza wanadamu hawa watoke katika bustani yake. Hapo ndipo mwanadamu alipolaaniwa na kuambiwa atakufa hakika, na maisha yake yatakuwa magumu sana. Kula kwake kutakuwa kwa jasho, na kuzaa kwa mwanamke kutakuwa kwa uchungu mkubwa. Hii ndiyo sababu iliyopelekea maovu kuanza kuonekana na mateso kuweza kutokea. Sababu kubwa ni kumuasi na kumkataa Mungu na maelekezo yake ambayo shetani na yeye aliyakataa. Hivi ndivyo maswali ya watu wengi wamekuwa wakijiuliza, chanzo ni nini? Chanzo cha mambo yote haya ni uwepo wa shetani. Shetani na jeshi lake ambayo ni malaika waovu, mapepo, majini na mashetani. Hayo ndiyo yaliyounga mkono ajenda ya shetani na kampeni zake na kumpinga Mungu. Hivyo mpenzi msikilizaji wa Sauti ya Nuru Gizani, hivi leo ninavyokuambia, katika siku hii ya leo, Mungu amerejesha rehema zake tena miongoni mwa wanadamu kupitia Kristo Yesu, akiwaasa wanadamu kumpokea Kristo kama mlipaji wa dhambi zetu zote, ili sisi turejee katika bustani ya Edeni na uwepo wa Mungu tulioupoteza kwa kumsikiliza yule shetani, joka pamoja na Ibilisi, Lucifer, malaika aliyeasi na jeshi la malaika wengi walioasi. Hii ndiyo sababu iliyopelekea shetani akaweza kuasi.
Hii ndiyo sababu kubwa, mpenzi msikilizaji wa Sauti ya Nuru Gizani, hivi leo ninakupatia uweze kugeuka na kurudi katika njia inayostahili. Mungu awe pamoja nawe. Mungu awe nawe katika siku hizi zote. Mungu akutunze na kukulinda. Bwana akubariki sana. Ni mimi msimuliaji wako, ninaitwa William Charles.